الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا زدنا علما warzuqna fahma, amin amin ya rabbil alamin. Tuko katika kipengele cha almuharramatu bil hadathaini, mambo yaliyoharamishwa kwa mwenye hadathi mbili. Kitabu al-mabadi al-fiqhiyya juzu ya 4 mlango almuharramatu bil hadathaini, mambo yaliharamu kwa mwenye hadathi mbili. Sheikh anasema ma yahrum bil hadath al-asghar, yale yaliharamu kwa mwenye hadathi ndogo, yani kama anaudhu. Ma yahrum bil hadath al-asghar, yale yaliharamu kwa mwenye hadathi ndogo ya mtu ambaye hana udhu. Al-awwal as-salatu, kuswali liqawli sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli mtume la yaqbalu Allah salatan, haikubali Allah sala bighairi tuhuri, bila tahara, bila udhu. الثاني الطواف كطوف لقوله صلى الله عليه وسلم, kwa kauli mtume inma at-tawafu bil baiti salatu, hakika ya kutufu yani kuzunguka al-Kaaba salatu ni kama swala. Inma at-tawafu bil baiti as-sala, hakika kutufu al-baiti as-sala ni swala. Kama ni swala ina maana hatakani kutufu halikuwa yuko na najisi au yuko na hayuko tahara. Thalithu masul mushafi wa hamluhu, ni kugusa msahafu na kuuchukua, liqauli ta'ala la yamassuhu illa almutahharun, asiguse Qur'ani isipokuwa wale walio tahara. La yamassuhu illa almutahharun, basi asiguse Qur'ani isipokuwa wale walio tahara. Wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam, na kauli ya mtume aliposema la yamassul Qur'ana illa tahiru, asiguse Qur'ani isipokuwa yule aliyo tahara. La yamassul Qur'ana illa tahirun, asiguse Qur'ani isipokuwa yule tahara. Ma yahrum bil janaba, yale yaliharamu kwa mwenye janaba. Ma yahrum bil janaba, yale yaliharamu kwa mwenye janaba. Yahrum biha, ni haramu kwa mwenye janaba. Ma yahrum bil hadath al asghar, yale mambo yaliharamu kwa mwenye hadathi ndogo. Yahrum biha, ni haramu kwa mwenye janaba. Ma yahrum bil hadath al asghar, yale yaliharamu kwa mwenye hadathi ndogo. Yani hayo kwa matatu juu hapo. Watazidu alayhi bi amrayni, na yanaongezeka kwake mambo mawili. Watazidu alayhi bi amrayni, yanazidi kwa huyo mwenye janaba mambo mawili. Awwaluhuma, la kwanza yake katika mawili, qira'atul Qur'an, kuisoma Qur'an. Ni qawlihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli mtume la yaqra'ul junubu, asisome mwenye janaba, wala alhaidhu, wala mwenye hedhi, shay'an, chochote min alquran, katika Qur'an. La yaqra'ul junubu, asisome mwenye janaba, wala haidhu, wala mwenye hedhi, shay'an, chochote min alquran, katika Qur'an. Thanihima, la pili yake almakthu fil masjidi, ni kukaa msikitini. Almakthu fil masjidi, kukaa msikitini. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake mtume la uhillu almasjida lihaidhi wala junubi. La uhillu almasjida, sijuhalalisha msikiti, lihaidhi, kwa mwenye hedhi, wala junubi, wala mwenye janaba. La uhillu almasjida, sijuhalalisha msikiti, lihaidhi, kwa mwenye hedhi, wala junubi, wala mwenye janaba. Ma yahrum bil haidhi, yale yaliharamu kwa mwenye hedhi. Ma yahrum bil haidhi, yale yaliharamu kwa mwenye hedhi. Yahrum bihi ma yahrum bil janaba, ni haramu kwa hiyo hedhi, kwa mwenye hedhi. Ma yahrum bil janaba, yale mambo yaliharamu kwa mwenye janaba. Wa yazidu alaiha bi umuri, na yanazidi kwa huyo mwenye hedhi mambo kadhaa yafuatayo. Awwaluha, la kwanza yake as-sawmu, ni kufunga, ila inqita'i dami, mpaka kumalizika kwa damu, kukatika kwa damu. As-sawmu, kufunga, ila inqita'i dami, mpaka kukatika kwa damu. Liqauli Aisha radhiyallahu anha, kwa kauli ya Aisha aliposema kunna nahidhu, tulikuwa tunaingia katika hedhi. Kunna nahidhu, tulikuwa tunaingia katika hedhi. Fanu'maru, tunaamrishwa biqada'i sawmi, kuilipa funga. Fanu'maru, tunaamrishwa biqada'i sawmi, kulipa funga. Wala nu'maru, na wala hatuamrishwi biqada'i salati, kulipa swala. Wala nu'maru, wala hatuamrishwi biqada'i salati, kulipa swala. Tayib. Thaniha, la pili yake alwata'u, tendo la ndoa, kumwingilia mwanamke. Liqaulihi ta'ala, wa kauli yake Allah mtukufu fa'tazilu nisaa fil mahidh, jitengeni na wanawake wakati wa kipindi cha hedhi. Fa'tazilu nisaa fil mahidh, jiepusheni, jiekeni mbali na wanawake wakati wa katika hedhi. Wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam, na kauli yake mtume aliposema isna'u kulla shay'in illa nikaha, fanyeni nao kila jambo isipokuwa tendo la ndoa.
isna'u kulla shay'in, fanyeni nao kila kitu, illa nikaha, isipokuwa tendo la ndoa. Hadithi hii ilikuja baada ya wakati ule, kabla ya ujio wa Uislamu. Ni kwamba watu walikuwa naishi zama zile, walikuwa mwanamke akiingia katika hedhi, basi walikuwa hawali naye, hawamgusi tena, bali mle ndani ya nyumba anatolewa kabisa, yani wanamtenga. Ilikuwa ni unyenyesaji, ni udhalilishaji wa kijinsia wa kupindukia. Akiingia katika ada mwanamke, akigusa chombo asiguse chombo, asilale kitanda kile na mume wake, ili mradi anahama ndani ya nyumba, yani kama vile ni mnyama anajengewa kibanda nje kwa anaishi huko. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ni mtetezi wa haki za wanyonge, Mtume kaja kuondoa kandamizaji na kaja kuondoa udhalilishaji wa wanawake, akasema isna'u kulla shay'in, fanyeni kila jambo, ila nikah, isipokuwa tendo la ndoa. Fanya lolote unataka kwa mwanamke isipokuwa tendo la ndoa tusifanye. Kama kukumbatiana, akipika utakula, mtalala pamoja, mtacheka pamoja, mtafurahia pamoja, akinywa maji unaweza kunywa vile vile naye, aleo maji aliyobakisha unaweza kuyakoga. Thalithu, hala tatu yake, al-istimta'u, ni kustarehe, bima baina surra, sehemu iliyopo baina kitovu, wa rukbati, na goti. Al-istimta'u, kustarehe, bima, ile sehemu ambayo baina surrati, iliyopo baina kitovu, wa rukbati, na goti. Ili qawlihi sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli ya Mtume, laka ma fawqa al-izari, ni halali yako sehemu ino juu ya shuka. Ilikuja hadithi hii baada ya maswahaba kumuuliza Mtume, je, ni sehemu gani ambayo ni halali kwa mke wangu mimi wakati mke wangu katika hedhi? Akamwambia, laka, ni pako wewe, pale mahali ambapo fawqa al-izari, palipo juu ya shuka, yani pale ambapo panapofungwa shuka au seruni, suruali, kujia juu tena kifuani, tumboni, nyweleni, kwenye macho, mdomo, huko ni halali yako. Lakini eneo hilo la hatari hilo, anatakiwa mtu asikurubie kabisa. Kwa hivyo haya inshallah ni mambo ambayo yalikuwa ni haramu kwa hadithi, isipokuwa tuongeze moja tu kwa mwenye hedhi, ambalo linazungumzwa hili ya kwamba ikitokezea pengine mwanamke katika hedhi na yeye ni hafidhul Qur'ani, anahifadhi Qur'ani na anahofia Qur'ani kuisahau, na pengine siku zake za hedhi nyingi, basi kusoma katika namna ya ili hifadhi yake isiondoke, jambo hilo wanaviona wamelizungumza kwamba wameruhusu. Lakini vile vile pengine mwanamke yuko katika mashindano ya Qur'ani na siku zake zimeshafika, yuko katika hedhi, na siku ile pale yeye anataka akasome Qur'ani. Kwa vile vile jambo hilo ni udhuru, anaruhusiwa kwenda kusoma Qur'ani katika njia ya mashindano. Au vile vile pengine ni mwalimu katika madrasa na siku zake ni siku 7 au siku 15 na hakuna mwalimu mwingine, na bila shaka bila yeye pengine chuo kitafungwa, basi ataendelea kusomesha kama kawaida kwa sababu ni udhuru. Au pengine yuko pale mbele anasikia mtoto anasoma Qur'ani vibaya, anakosea na kufuru, basi mzazi ile mwalimu atamkumbusha, akimwambia rejea, kama hakufahamu ataisoma ile aya katika njia ya kumkumbusha ili asome vizuri, ili asisome kimakosa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma allimna ma lam na'lam wa fahimna ma lam nafham, innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.